Okay, sawa. Ikiwa ni siku nyingine tena njema ambayo tumepata nafasi ya kuweza kukutana, mpenzi msikilizaji wa 97.1 Arise FM Radio Morogoro, ikiwa ni siku njema kabisa ya tarehe 14 mwezi wa 6 2026. Ni wakati mzuri wa kuweza kuungana kwa pamoja, mimi pamoja na wewe msikilizaji ambaye umekuwa ukinifuatilia kupitia 97.1, na kwa siku ya leo tumepata nafasi ya kuweza kuwa na kipindi kizuri na watoto. Nimepata nafasi ya kuweza kuhudhuria shule ya watoto, ikiwa ni Jumapili, ambapo kabla ibada nikasema moja tuzungumze na watoto tuweze kujifunza kwa wewe mtoto ambaye unakuwa unajiandaa kwenda kanisani, au kwa wewe umekosa nafasi ya kuweza kufika kanisani kwa siku ya leo, nafasi basi uwe nayo kuweza kujua ama kujifunza kile ambacho kwa siku ya leo watoto hawa wazuri kabisa kutoka kanisa la Lango la Baraka PCC naambiwa hapa. Lakini pia niko na mwalimu, natamani kwanza tusalimie na atukaribishe, alafu mimi nipate nafasi ya kuweza kuzungumza sasa na watoto wazuri ambao tuko nao kwa siku hii ya leo. Kwa majina naitwa Mwalimu Fredrick Jonas, ni mwalimu wa watoto wa kanisa la PCC Church Mazingoro. Okay, na tunafurahi sana kuweza kuwepo asubuhi hii kwa ajili ya kuweza kujifunza na watoto, na labda unaweza pia kutukaribisha kwa mwalimu pamoja na wasikilizaji, lakini pia kututambulisha kwa watoto ambao tuko nao kwa siku ya leo, ili na sisi pia kilichopo ambacho tumekuja nacho tuweze kuwapatia watoto. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Wasikilizaji wa Arise FM, kwa majina kama nilivyotambulisha, naitwa Fredrick Jonas, ni mwalimu wa watoto wa kanisa la PCC City Church lililoko Kionda Mazingoroni, mkabala na hospitali ya Daudi. Mbele yetu niko na watoto ambao nilikuwa nao toka asubuhi, na leo akiwa na uchungu kabisa kwenye maombi. Kwa hiyo mwalimu ameomba pia, mwalimu akusana kuongea nao watoto wenzake, na ningependa kutoka wasalimie kama nitapendeza, kwa sababu na mwalimu uendelee nao mwenyewe na kwa uwezo wa kuhakiki. Amina. Nimeshapata ukaribisho na baraka zote kwa ajili ya kuweza kuendelea na watoto wazuri ambao tuko nao hapa kwa siku hii ya leo. Watoto, kwa siku ya leo natamani tuweze kujifunza kuhusiana na jambo ambalo linaitwa utii. Haleluya. Kuna watoto ambao sio watii. Hapana. Okay, sawa. Lakini pia tumeona kuna mtu ana Bible hapa. Anaitwa nani mtoto? Mtoto nani? Unaitwa nani? Anko Sami huyo? Jamani. Haya, sawa. Mpe aunti au anko ambaye anaweza kutusomea Biblia. Tuanze na maandiko. Tunataka tuweze kufahamu kwamba utii ni leo tunazungumzia utii, na watoto watamani sana tuweze kushiriki kwa pamoja kuhusiana na somo letu kwa siku hii ya leo. Unaitwa nani mtoto mzuri? Okay. Unaweza kanifungulia kitabu cha Samueli wa kwanza? Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22, tuweze kuona maandiko yanatuambia nini kuhusu utii. Utii. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 22 pale toto tusomee ili tuweze kujua, tujifunze sasa kumbe utii ni nini katika kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Karibu. Naye Samueli akasema, Bwana uzipendeza sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana. Angalia, utii ni bora kuliko dhabihu. Tunaambiwa utii hapo kwa. Asante sana. Tunaambiwa watoto utii. Dhabihu, najua maana ya dhabihu. Mjui maana ya dhabihu jamani. Nani anajua maana ya dhabihu? Mtu huyu hapa amesema yeye dhabihu anajua. Dhabihu anajua maana yake? Ndiyo. Dhabihu ni nini? Dhabihu ni sadaka. Sadaka. Okay, wapige makofi.
Lakini sasa unaambiwa, tunajua kwamba Mungu anapenda sadaka, si ndio? Na Mungu anaagiza tutoe sadaka. Lakini tunaambiwa ukiwa mtii tu, utii ni bora kuliko watoto jamani. Utii ni bora kuliko dhabihu. Safi hivyo jamani, hata kama umefunga msifanyie hivyo. Sasa tu utii ni nini? Utii ni nini? Wewe unajibu sana, sio wazee. Wapo nafasi nzio. Nini toto? Nini toto? Utii ni nini watoto? Sawa. Lakini pia unaweza ukajiuliza utii ni nini, si ndio? Ukawa haufahamu mtoto mzuri, kwa hiyo tunakwambia tu utii ni bora kuliko dhabihu, hujui nini maana ya utii. Lakini pia nikikuuliza mtoto ni nani tunapaswa kuwatii, unaweza ukajua kwamba ni kina nani ambao tunapaswa kuwatii? Karibu. Wazazi. Mwingine unaitwa nani kwanza? Mariam Rajabu Kilumbi. Mariam Rajabu Kilumbi. Tunawatii wazazi. Unaitwa nani? Lightness Charles Pandila. Watu gani wengine watoto watii? Watu waliotuzidi umri. Safi. Makofi yani, apige makofi ni watoto. Safi. Pale unaitwa nani? Sawa. Na nikiuliza kwa nini ni muhimu kumtii Mungu, unaweza mkaniambiaje? Afu Mungu hajamtaja nyewe, kumbe Mungu amemtii nyewe. Sawa, amtii sauti ya Mungu, sawa. Lakini sasa tuliulize, Mungu anapenda nini? Mungu anapenda watoto wanaotii. Tunamtii Mungu kwa kufanyaje? Tunamtii Mungu kwa kusali kila siku, tunamtii Mungu kwa kusoma Biblia, na tunamtii Mungu kwa kuheshimu wazazi na walimu kama dada pale aliposema. Lakini pia tunamtii Mungu kwa kusema ukweli, lakini tunamtii Mungu kuepuka kufanya mambo mabaya. Haleluya. Amina. Tumesema tunamtii Mungu katika mambo gani? La kwanza kwa kuepuka kufanya mambo mabaya. Kuepuka kufanya mambo mabaya. Nyingine tulisema kusali jamani. Kusali pia ni kutii, kwa sababu Mungu anatuagiza tusali, si ndio? Lakini pia kusoma Biblia na penyewe ni utii. Unapoamka tu unasoma Biblia, unapotoka kulala unasoma Biblia, unakuwa unamtii. Lakini pia unapoamka unamsalimia mzazi, unamtii Mungu. Sio Mungu, mzazi. Hapo unamtii mzazi. Toto nini bwana? Kuna kumtii Mungu, kuna kumtii mzazi, lakini kuna kuwatii walimu. Toto, tulia sasa, tulia. Usifanye. Tunapoenda shule tunamtii nani? Walimu. Safi kabisa. Tunapotoa sadaka kanisani tunamtii nani? Safi kabisa, tunamtii Mungu kwa sababu Mungu ameagiza tumtolee dhabihu, si ndio? Lakini tunaambiwa utii ni bora kuliko dhabihu. Lakini pia mfano mzuri tumeweza kusoma katika kitabu cha Samueli, lakini tunaendelea kuona kwamba Samueli alipokuwa mtoto alisikiliza sauti ya Bwana Mungu na akaitii sauti, akatii, akasema Bwana, sema Bwana. Sinakumbuka ile historia ya Samueli. Aliitwa mara ya kwanza na Mungu, akachanganyikiwa mtoto Samueli. Akaenda kwa baba yake. Babake na Samueli kama ita nani? Sasa kwa akaenda mara ya kwanza, akaitwa na Mungu, lakini hakujua kama ameitwa na Mungu. Akajua ni babake. Akaitwa tena mara ya pili, mpaka mara ya pili ikabidi sasa aambiwe, Bwana wewe ukiitwa tena sema, mwambie Mungu, sema Bwana niko hapa, nahitaji kusikiliza. Kwa hiyo jambo ambalo tunatokana kama funzo kwamba utii huleta baraka katika maisha ya kwetu. Unapokuwa unatii kwenda shuleni lazima ufaulu, si ndio? Ndio. Usipotii mwalimu anakufundisha hivyo na afanya ya kwako, hautafaulu, utafeli, si ndio? Ndio hivyo. Lakini pia ukimtii mzazi, naambiwa tuwaheshimu baba zetu na baba zetu na mama zetu, ili tufanyeje? Kuishi. Kwa hiyo unapomtii mzazi bila kabisa unakuwa unatengeneza hazina ya kuishi duniani umri mrefu.
Haleluya. Mtoto umekaa vibaya, kaa vizuri. Safi. Kwa hiyo tupo kanisani jamani. Unaitwa nani? Amana. Amana. Kutii pia ni kukaa vizuri ibadani. Unapokaa vizuri ibadani unakuwa unamtii Mungu. Haleluya. Lakini pia Mungu unafurahia watoto wanaomsikiliza, na Mungu unapopata maelekezo kutoka kwa walimu unafanya kama hivi, mnaambiwa kuna maombi ya kufunga, umetii. Kwa hiyo Mungu anafurahishwa na wewe, mtoto mzuri. Haleluya. Unajisikiaje kumtii Mungu? Mnajisikia vizuri sana, sawa. Naamini pia na watoto wako nyumbani na wao wanakuwa wanajisikia vizuri. Lakini pia watoto wako nyumbani unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi au mzazi kupitia namba ya hapa studio 0761555151. Ile namba ya kuweza kutupata moja kwa moja, na baadaye nitasoma ujumbe wako kwa kuendelea kutumia kupitia 0761555151. Kama ndio unaungana na sisi mtoto au mzazi, kumbuka tu 97.1 Arise FM Radio, kipindi maalum kabisa kwa ajili ya kuweza kuzungumzia shule ya Biblia. Tunasema Sunday school, ndio shule ya Jumapili. Tunajifunza mambo mengi pia kutokana na neno la Mungu. Wako watoto wengine ambao wanakwepa masomo kama haya. Wenyewe wanataka tu wakifika waende kwenye ibada za wakubwa, si ndio? Wanapishana mambo mengi hawa. Utii hasa wanakuwa watii. Sasa tumesema watoto kuja mapema kwenye darasa la Jumapili, lakini kuna wengine hawataki kuja, si ndio? Hawamtii Mungu kabisa hawa, hata walimu wao hawawatii. Sasa katika haki inazungumza utii ni nini? Nani kaka pale? Unaitwa nani? Gaza. Jina nani? Samuel Wisdom. Samuel Wisdom. Paka hapa utii ni nini? Utii ni hali ya kufanya kile ambacho umeambiwa au kufanya maagizo. Usipofanya hapo hujawa mtii. Okay, safi. Kaka hapo ni mwalimu. Toto. Wewe huyu mpe. Unaitwa nani? Baada ya kina hapo nani? Amanda, muone. Utii nini? Amanda jamani wewe. Sawa. Jambo gani jingine ambalo mtu ukifanya mbele za Mungu unakuwa umetii? Toto. Tumeshazungumza. Nimeyazungumza. Kusoma Biblia. Toto pale. Unaitwa nani kaka? Comfort. Safi sana. Pale toto unaitwa nani? Huyu hapa. Huyu. Unaitwa nani? Lucas. Okay. Jambo gani jingine ambalo ukilifanya mbele za Mungu unakuwa umemtii? Saidia. Kwenda kanisani. Wao jamani. Tunapata makofi. Kwa sababu tunaagizwa tukusanyike nyumbani mwa Bwana kila Sabato, na Sabato yetu sisi ni Jumapili. Tutakapoje nyumbani mwa Bwana. Usipokuja unakuja mtii Mungu na haujatii maagizo ya Mungu. Ni nani tunapaswa kumtii nyumbani? Tukiwa nyumbani. Wewe nani? Mariam Rajabu. Na wewe kwa nyumbani unataka kumtii nani? Wazazi. Safi. Na tunapokuwa shuleni pia na watu mtii nani? Na nani mwingine? Mtu huyu. Yeye mnatii walimu tu. Shuleni wanapoingia nani mwingine atakakumtii? Wanafunzi wenzetu. Safi kabisa. Mpashiri kidogo. Yeye makofi unapigaje? Hiyo pasha tandika. Safi. Jambo jingine ambalo tunatakiwa kuliangalia, kwa nini tunapaswa kumtii Mungu? Kwa nini tunapaswa kumtii Mungu? Mungu tunapaswa kumtii. Kwa nini anajipigia makofi? Na nini umesema gani? Maria, kwa nini tunapaswa kumtii Mungu?
Haujui. Kwa anayetubariki ni nani? Mtu wa kwanza kabisa ambaye baraka zetu anazo na ana uwezo wa kutupatia ama anaweza akatuamua akatuacha hajashika adabu. Ni nani? Mzazi. Mwingine wa kwanza katika watoto wa kwanza Mungu. Baraka nazo Mungu wa kwanza, lakini pia wazazi wenyewe wana baraka zetu. Tunaona kwamba tunapaswa kumtii Mungu ili kuweza kupata baraka. Kwa hiyo baraka utazipata pia kwa Mungu. Ni tendo gani kwenye Biblia alimtii Mungu alipomwita? Tumejifunza hapa. Wewe umejibu sana. Mtu huyu hapa sasa hatimaye kanyosha mkono. Unaitwa nani? Unaitwa Konso? Unaitwa nani? Amanda. Mtu gani ambaye alimtii Mungu kwenye Biblia? Tumesoma Samueli. Safi. Mpashie na yeye. Andika. Safi. Jambo lingine, nikiuliza, kusema ukweli ni sehemu ya kumtii Mungu? Jibu ni ndio au hapana? Ambaye hajajibu kabisa. Yule pale nani? Neema. Je, kusema ukweli ni sehemu ya kumtii Mungu? Ndio au hapana? Ndio. Safi kabisa Neema. Swali jingine la mwisho ili sikia jibu naye. Je, baraka gani tunapata tunapomtii Mungu? Baraka gani ambazo ukimtii Mungu unaweza ukazipata? Jibu. Kwanza kuna mtu ameishi kubarikiwa mpaka na Mungu. Mmoja aliyebarikiwa na Mungu mpaka sasa hivi anasema mimi Mungu kanibariki baraka. Mpe kaka hapa. Sionyesha baraka za moja kubarikiwa na Mungu. Umewahi baraka gani? Wewe nani? Kosi. Sawa. Haya, mwingine ambaye ashakubarikiwa na Mungu? Baraka. Kumbe watu wanazaa vitu vilivyonazo na akili zao. Hata kusoma jamani, nafikiri hizo ada tunazozipata nafikiri mimi tu ni akili za wazazi. Jambo gani ambalo Mungu ashikubariki katika maisha yako hapo kitu mzuri? Sasa pia ninafunzi aliyonipa. Amina. Ile neno ni baraka. Kubwa sana. Mpigieni makofi. Unaitwa nani? Comfort. Sasa nachanganya majina. Asante sana Comfort. Lakini jambo jingine ambalo tunaweza tukaliangazia kutoka kwa wewe mtoto ambaye pia umechagua kumtumikia Mungu, tukwambie tu kwamba kumtumikia Mungu kuna faida. Yaani haujaacha nyumbani bure, haujaacha ugali ukaamua kufunga kwamba useme hakuna jambo ambalo utaweza kulipata. Kuna baraka nyingi kutoka kwa Mungu ambao ameziandaa kwa ajili yetu. Watoto, naamini nyinyi mmekuwa pia mna nyimbo, si ndio? Kwanza nataka mtoto hapa aje atufungie kidogo kwa maombi ya somo letu hili fupi, alafu sasa tuje tuingie kwenye somo jingine tena kanyimbo kidogo. Tunataka maombi kwa ajili ya somo hili fupi. Nani? Samueli, fungie habari kwa somo letu hili zuri kabisa ambao tumejifunza la utii kuhusu Mungu. Kwa nini tunaondoka na neno kwamba kuanzia sasa hivi hatuchagui mtu wa kumtii, si ndio? Awe mkubwa mdogo, kikubwa tunachoambiwa ni cha haki. Si unajua amri za Mungu? Nani anataka zitaje zile zote amri kumi za Mungu? Wewe unaweza kuzitaja? Mimi nitakuwa nakuja kwa kila siku. Tuanza sasa kuja kufundishana na amri kuu za Mungu, si ndio? Haya, sawa. Kwa hiyo unapotii, lakini mambo mengine usitii kwa vizuri. Ukiambiwa kunywa kidogo ka pombe usinywe. Vuta kasigara usivute. Kainunulie vitu vya kununua ndio vizuri. Kanunulie sigara kataa. Mimi sishikani, mimi mtoto wa Mungu, sawa? Nakataa, kwa maana hata dhambi kumkatalia. Mtu akikwambia kashie sigara, kataa.
Waambie Mungu apendi, si ndio? Kuna anayetuma akanue pombe. Hiyo hata kukatata ukija kwangu mimi nitakutetea. Au sigara, sina ndio vitu mabaya. Tunatii mambo katika mambo yaliyo mazuri, alafu akichagua kumtii awe mtoto mdogo ni kama heshima uchaguliwa kumpa heshima, si ndio? Haya, ndiye baba. Amina. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa kusikia neno lako. Tazama kuna hili neno Baba, tunaomba utusaidie tuweze tukatii nyumbani, shuleni, hata tukamtii wewe Mungu, katika jina la Yesu naomba tukushukuru. Amen. Amen. Asante sana. Pigieni makofi Samuel. Wow. Sasa mtu wazuri, mimi nataka kusikia nyimbo. Kuna mtu ana kipaji kama yeye au ana nyimbo ambaye angetamani kuweza kuimba kidogo hapa ili tufurahi, tuenjoy, alafu tutakuja sasa kwenye maswali ya kwenye Biblia. Nataka nione uwezo wenu wa kuweza kunijibia maswali kutoka katika Biblia takatifu. Karibu Comfort. Okay, karibu sana. Simama hapo. Uje hapa. Waambie wakiingia nyimbo gani. Na je, tunaitikia au unaitikia mwenyewe? Nyimbo gani unaimba? Nitaimba nyimbo inayoitwa Bila. Ya John Waga. Au ya kwako? Okay, sawa. Mimi tu ukitazama nipotoka hapa nilipo ninapokwenda, nimegundua ingekuwa ni nguvu zangu ningeshatoka nisingeweza. Kwa kweli kwamba tuko hasa na kupambana na vimenitoa, juhudi haizidi kuda, siwezi sema baba kujituma, niliitwa ndugu lawama, mfano aliyekwama, mtu asiye na maana, wa kuchekwa kuzaliwa, ila Mungu ana nguvu Bwana. Leo nikipita wanaitana, hasa ngoja nami niwaite niwape siri, ukweli ni kwamba bila Mungu mimi bila hamna kitu, ni zero. Bila Mungu mimi bila sina ujanja, ni zero. Yani kama meli isiyo na nahodha, kama bunge lisilo na hoja, mimi bebe tu bila ya Mola. Msidanganyike nje mnapojiona, sina mzizi wala ngoro, sina mtetezi tena yuai, yendo siri ya mikunawili, bila michari na sifurukuti, niliitwa ndugu lawama, mfano aliyekwama, mtu asiye na maana, wa kuchekwa kuzarauliwa, ila Mungu ana nguvu Bwana. Leo nikipita wanaitana, hasa ngoja nami niwaite niwape siri, kweli ni kwamba bila Mungu mimi bila hamna kitu, ni zero. Bila Mungu mimi bila sina ujanja, ni zero. Wow, hongera, mpigieni makofi mtoto mzuri, kaimba vizuri kabisa yani. Sasa watoto wazuri, naamini wote sisi tunasoma Biblia, si ndio? Nataka mtoto unasimama na jitambulisha jina, alafu wewe ndio unauliza swali na sisi tunakujibu. Kwenye Biblia, si ndio? Swali lolote kwenye Biblia lolote wewe tuulize, tutakujibu wote. Tutakujibu mimi, watakujibu hao wenzangu niko nao hapa, sitaweza. Unaitwa nani? Simama tu. Usikose swali lolote. Nikikushinda kwenye Biblia hata shule uliza. Kwa jina naitwa Lightness Charles Pangela. Ni kitabu kipi katika Biblia kina sura nyingi? Ni kitabu kipi katika Biblia kina sura nyingi? Unaitwa nani? Amanda nani? Amanda Kadeni. Okay, jibu lake Agano la Kale. Umeelewa swali lakini hebu rudia swali aje au kapata? Rudia swali ajeelewa. Ni kitabu kipi katika Biblia kina sura nyingi? Ni kitabu kipi katika Biblia kina sura nyingi? Zaburi. Wow, kapata? Okay, mpigieni makofi. Wow.
Safi. Haya, wewe mwenyewe ambaye huyo yale jibu. Shajibu na kuuliza leo swali. Tuulize hata leo wewe tuulize tu lolote. Amanda. Tuulize swali. Haya, simama alafu sasa tuwakuuliza wewe. Simama. Waita nani? Naitwa Comfort. Simama na wewe ukiwa unakuuliza swali lako. Wewe swali gani ambalo unakuuliza? Biblia ina makundi mangapi? Biblia ina makundi mangapi? Makundi mangapi? Makundi mangapi? Haya, mpe Amanda ajibu. Mawili. Mawili, ulisha kwa mwenyewe. Kapata kakosa? Amekosa jamani. Nani mwingine? Au hamjaelewa swali? Bila kitu. Wewe umeenda bila? Safi, kwa vizuri. Waulize vingine. Waulize mawili, uliza jingine. Kujibu maswali mawili, uliza jingine. Biblia Agano la Kale ina vitabu vingapi? Unataja jina lako ndio unataja. Kwa hiyo hawatuoni, mimi nakuona na kujua ni nani. Msikilizaji ajue ni nani. Naitwa Mandala 39 Agano la Kale. Kapata nakosa? Amepata. Mpigeni makofi. Swali lako lile liache mpe yule aliyepata atuulizie swali. Mariam. Wewe Mariam? Ndio. Karibu Mariam, tuulize swali. Adamu ana watoto wangapi? Adamu ana watoto wangapi? Pamekucha. Adamu ana watoto wangapi? Imekaa kimtego. Hili imekaa kimtego. Alikuwa au ana watoto wangapi? Sasa kwa nini wewe? Kuanzia hapo. Umenyosha mkono? Hajanyosha? Haya, jibu. Ana watoto wangapi? Comfort, Adamu ana watoto wangapi? Adamu ana watoto wengi, ila mimi ninawafahamu. Ni Kaini na Habili. Basi. Unafahamu wawili. Ila wako wengi. Sizani. Swali kali litamridhisha, jibu litamridhisha. Amepata? Kapatia? Okay, hongera. Mpigeni makofi. Sawa. Uliza swali na nili. Aitwa kosa. Banda, hii kosa kutoka. Wapi ndo kosa? Comfort. Haya, uliza swali nili. Amanda. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Yesu ni nani? Samuel. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Amanda. Kapata makosa? Amepata. Tumpigie makofi. Hongera sana Samuel. Kuna mtu hajauliza swali. Umeuliza swali? Ndio ulianza. Na nili hapo? Aitwa nani? Neema, umejificha sana. Uliza swali lolote. Mathayo 7:7 inasemaje? Naitwa Mariamu na Jana. Mathayo 7:7 inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni
Wow, kapata kakosa? Kakosa? Kapata. Wow, pigeni makofi. Yeah. Wow. Sawa. Toto unaitwa nani? Lucas, tufungie sasa kwenye upande wa kuuliza maswali. Swali gani ambalo kuuliza? Toto. Uliza swali. Jamani. Hakuna. Haya. Ya tumpe mji. Swali gani uliuliza la kwanza? Biblia na makundi mangapi? Atujilie mwalimu. Sikufundisha mwalimu. Hivi kanifundisha. Kakufundisha nani? Bibi. Haya, tukutafutie mji. Jamani, Biblia na makundi mangapi? Kuna mmoja akasema mawili, akakataa. Sema hapana. Samuel, Biblia na makundi mangapi? Biblia na makundi 7. Makundi 7. Haya tu. Unaweza kuyataja? Au kutaka maelezo lakini comfort. Okay, sawa. Tutajia makundi 7, okay? Yako 7 ndio. Ni kweli? Okay. Tusaidie sasa kuyataja. Kundi la kwanza ni vitabu vya Torati. Vitabu vya Torati. La pili vitabu vya hadithi. Vitabu vya hadithi. La tatu vitabu vya mashairi na vitabu vya maonyo. Kundi la tano vitabu vya manabii wakubwa na manabii wadogo. 6 ni Injili. Ndio. 7 ni nyaraka za Paulo. Pigeni makofi mengi sana. Sasa hili ni swali la kuchukulia hela kabisa hili. Ili la kwenda kuombea mkopo. Sio ni watu wadogo mkopo muelewe. Wazazi wamenielewa. Sawa, watoto wazuri, tumekuwa na wakati mzuri, tumeweza kuenjoy, tumefundishana maswali, lakini pia tumeweza kujibu. Nimefurahi pia mna maswali mazuri na yenye ambayo yanatupa kuweza kuchangamsha ubongo. Kuna vitu vitendawili. Na vile tupige tu vitendawili. Kuna nahau, vitendawili na hadithi, tutamaliza na hadithi, si ndio? Tuanze na vitendawili. Pale hapo unashika mic, unaitwa nani? Tupe kitendawili kimoja. Tupe vitendawili vitatu tu itatosha. Tupe kitendawili. Kitendawili kwenye kitendawili chochote cha kawaida cha Biblia. Mambo ya kula kwa Biblia kitendawili, amsemi walimu mnasiri nyie. Popo mbili zavuka mto. Popo mbili zavuka mto. Anajibu nani? Amanda sasa anagolilia maiki. Comfort. Jibu lake macho. Macho. Kapata kakosa? Kapata kakosa? Amepata. Wow. Okay, ongea sana. Unauliza kitendawili? Okay. Karibu. Samaki mkunje. Hicho ni kitendawili au nahau? Samaki mkunje. Angali mbichi. Ni kitendawili nini hiyo? Nahau. Unachanganya mafaili comfort. Sawa kabisa. Haya, pigeni makofi na ikapatia. Kitendawili cha mwisho. Kuamka tabia mibani. Kuamka tabia mibani. Kaka hapo. Unaijua hiyo? Haya, mpe kaka hapo. Kwa majina? Anaitwa Maene. Nanasi. Kapata kakosa?
amepata wao. Pigeni makofi na yeye. Haya, tumewili tumepata na hao, lakini sasa tumalizie na hao moja na hao ni wanafunzi ni jamani. Kiswahili huwa hampendi Kiswahili, nasoma English medium ni na hao weka Neema Mariam weka Mariam okay. Mchumia juani ulia vivulini utapata. Ndio. Haya, asante. Ndio mazana rahisi sana. Nataka hadithi. Mwenye hadithi hapa tusimulie kidogo hadithi. Swali. Sisi kwenye Biblia au hadithi yoyote tuambiwa nataka kutusimulia hadithi jamani, au niwasimulie mimi? Ndio. Mimi nataka kusikia kutoka kwenu. Mimi nitasimulia moja, nyinyi nisimulie moja. Hadithi. Toto? Hakuna hadithi yoyote jamani. Hadithi yoyote, hata iwe fupi iwe ndefu. Hapo zamani za kale. Tuendagi hivyo. Lazima hadithi inoge. Sasa hivi haita noga. Simama kwanza nili Amanda. Afu tuambie hadithi afu tuitikie sasa. Hadithi njoo. Haya, ukweli siku hizi sio uongo. Sasa bali ni hadithi njoo uongo njoo utamkolea na kachumvi ndani ya wali. Haya, hapo zamani za kale kulikuwa na kuku na mwewe. Kuku na mwewe walikuwa marafiki. Kuku alikuwa na watoto 5, mwewe alikuwa na watoto 3. Watoto wa mwewe walikuwa wanakaa juu ya mti, watoto wa kuku walikuwa wanakaa chini ya mti. Siku moja kulitokea na njaa. Mwewe alimwambia kuku, "Kuku, twende tukawinde." Kuku alikubali. Wakaenda msituni. Mwewe akamdanganya kuku, akamwambia, "Kuku, nimesahau manati yangu." Kuku akamkubalia. Mwewe alirudi mtini, akaenda kuwachukua watoto wa kuku akawala. Hadithi ikaisha au bado? Tayari imeisha. Pigeni makofi wengi. Hadithi inafundisha nini? Tunasikiliza. Pale Mariam. Okay, Mariam. Tusiwe waongo. Safi. Comfort. Hadithi inaitwa Kidudugundi. Inatufundisha nini? Au ndio kidudugundi? Okay, sawa. Haya, na mimi hadithi. Ilikuwa ni basi ya uongo. Hapo zamani za kale ulikuwa na sungura na mkulima. Basi yule sungura alikuwa mwizi sana. Basi yule mkulima alikuwa analima shamba lake la karanga. Basi bwana sungura huyo akakaa kila siku anaacha kufanya shughuli zake, anaambiwa sungura twende tukalime. Yeye anasema bwana mimi silimagi, mimi nakulaga jua, anaota jua. Anasema mimi nakaa juani na shiba. Basi kila siku sungura twende tukalime, yeye hataki. Ikifika usiku anaenda mashamba ya watu anaiba, anachimba bagini, nakula mapera na kwambia sungura kitu moja.
Hasa yule mwenye mashamba kila kirudi, bwana pesa yangu ameliwa, bwana mananasi yangu ameliwa, bwana karanga zangu zimeliwa. Basi akiamka asubuhi yule sungura anamwambia, sungura umekula mananasi yangu? Sungura sasa sisi mananasi yako mimi nakuaga mwanga wa jua. Basi mkulima anasema sasa ndio bwana nidia. Asira rafiki yake kunani alikuwa sungura. Basi kile kitu kabla ya kulima akamwambia sungura tukalime shambani tukapalilie. Sungura anasema mimi silagi na kuaga mwanga wa jua, anakaa juani. Sasa siku moja mwenye shamba akasema sikubali, nikampega. Ndio sasa basi sisi hamna. Sasa kafanyaje hapa kwamba siku moja akaenda sasa yeye akajificha mwenye shamba kwenye manyasi. Sasa yeye akajificha, ile sungura anakuja kuiba mapera, akamuona. Alikuwa mwenye shamba akajificha kwamba anamwinda sungura. Basi sungura siku ile akwenda kula. Siku ya pili sungura hapana, njaa nakwambia. Yule mwenye shamba akapita asubuhi akajaliwa. Akasema leo akajaliwa. Basi alipomwona yule sungura akamwona sungura anatemeka njaa ilipojaliwa. Akaambia sungura kwa leo jaa. Akaambia jua la leo hili sio kali sana kama siku zote. Akapa sungura jua la kila siku. Akaambia na hili jua sio kama kila siku. Akaambia basi ngojea mimi nitakuja nikuongezee moto uje moto nyumbani kwangu. Basi sasa sungura akasema sawa, lakini mimi hamna, mimi nakulaga tu mwanga wa jua. Anasema mwanga wa jua siku hizi unapokuja yani kaja unakuja na mawimbi. Sasa mawimbi ya wapi na sungura? Basi akakaa. Siku ya pili akaenda tena kwenye shamba akajificha, mbona anaikula mapera yake ya mananasi. Basi sungura anataka kuja akamwona mwenye shamba kawaida ili kaleta shamba lake, akamwambia sungura hajala tena. Basi ikafika hatua siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne nakwambia ile sungura sasa hawezi hata kutembea, nakwambia hajala siku 4. Akaanza kuwa analia anaimba, mimi silagi mwanga wa jua, mimi naibaga mananasi, mimi silagi mwanga wa jua, mimi naibaga mananasi. Nakwambia mwenye shamba akasikia hizi sauti ya sungura, rafiki yangu analia, akaenda kusikiliza. Akaambia kwa sungura kumbe siku zote ulagi mwanga wa jua, kuna mwanga mananasi yako. Akaambia yeye nisamee, mimi basi nimetubu, nimekuja kuokoka, nimesema ukweli tu. Basi yule mwenye shamba akamsamehe sungura. Tokea hapo sungura akawa anafanya kazi. Hadithi yetu itaishia hapo. Haya, hadithi inatufundisha nini watoto? Usiweka nani? Costa na nili Mariam na Mariam. Hakuna uchojifunza hapo kofon kuiba ni dhambi. Kuna kimoja hapa mmoja akisema tuwe watii. Safi kabisa, ongea, pigeni makofi. Sungura hili sasa akatii, akajisalimisha, akasema kweli uongo. Kwanza hapo uongo ni dhambi, uongo ni mbaya, na unaweza kukosa kitu kizuri sababu ya kusema uongo. Sungura alikuwa anajifanya anakula mwanga wa jua, kumbe hasa hali anaibaga mapera ya mwenzi. Sasa mwenzi akaulizishirikisha, akakosa kwa kula, kabidi aseme, na akagundua kumbe ukiwa kweli ni mzuri. Haya, kwa nzuri hadithi yetu imeisha hapo. Na kwa kufikia hapo mimi nashukuru sana watoto wazuri ambao tulikuwa pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka muda huu. Lakini mimi niwaachilia pamoja katika mambo yote ambayo mnayafanya, hakikisheni kwamba mnachagua marafiki wazuri katika maisha ya kwenu. Mnafanyaje? Marafiki ili upende kanisani lazima uwe na rafiki anayependa. Ili uchukie kanisani lazima uwe na rafiki ambaye anachukia. Sasa angalieni marafiki ambao mnakuwepo nao shuleni au nyumbani. Je, ni marafiki ambao wanapenda mambo ya Mungu au hawapendi mambo ya Mungu? Na kwa haraka tu nikwambie, marafiki unaweza kujiuliza marafiki wazuri ni wakoje? Marafiki wazuri ni wale ambao wanakuheshimu wewe kama mtoto
mwenzao, lakini pia si kama mtoto tu, lakini pia kumekuwa kuna wakati ambao unakuta marafiki wengine wanawaheshimu mpaka wazazi wako. Kuna marafiki zetu wengine wanawatukana mpaka wazazi wetu, si ndio? Unaambia kitu kama baba yako, unatembea kama baba yako, muone baba yako shaki apigeni pasi, si watoto hivyo hapo? Hawa mje kuona hawana adabu watoto. Kwa hiyo jiepusheni na marafiki wa hivyo ambao wanakuwa ni marafiki wabaya. Lakini pia marafiki wazuri ni wale ambao wanakuheshimu, wanakuheshimu na wazazi wako, wanakuambia ukweli, hawasemi uongo. Usiwe kama sungura unamwambia rafiki yako uongo kwamba unakula mwanga wa jua, kumbe unakula vyakula vyake. Lakini pia marafiki wazuri wanakutia moyo kwa kufanya mambo mema. Lakini pia marafiki wazuri wanakusaidia unapokuwa na shida. Marafiki wazuri pia hawakushawishi kufanya mambo mabaya kama kuiba na kufanya vitu vingine ambavyo ni vibaya. Lakini pia utamjuaje rafiki mbaya? Rafiki mbaya anakufundisha kusema uongo. Rafiki mbaya anakushawishi kutotii wazazi au walimu, anakwambia achana naye. Mfano mama anakwambiaje? Niambia nisije kucheza, pia achana naye mama, huyo mshamba tu. Yule ni rafiki mbaya. Lakini pia rafiki mbaya anakuchochea wewe mgomvi. Piga yule, unamweza yule. Piga huyo, piga nini wewe? Huyo ni rafiki mbaya. Lakini pia rafiki mbaya anakufanya usipende kusoma. Utasoma baadaye, utasoma hata usiku, kusoma kupo. Madarasa yaishi, kusoma kuishi. Lakini rafiki mbaya anakuingiza kwenye tabia mbaya, kwenye makundi. Unaanza sasa kuona kucheza asubuhi mpaka usiku. Wazazi wanakuuliza mtoto wako yuko wapi? Wewe unacheza hata ujulikane uko wapi. Na ujali, ukiagizwa kitu unakuwa mjeuri. Na utafanyaje uweze kuchagua marafiki wazuri, mtoto mzuri hata kanisani? Marafiki uchague marafiki sio watu wazuri, si ndio? Hata kanisani wewe uchague marafiki. Wako wengine wanakuta wewe umekaa muda wa kumsikiza neno anakufinya, anakudomomeza. Huyo ni rafiki baya huyo. Lakini pia angalia tabia zao, chunguza wanaopenda kufanya mema, sikiliza ushauri wa wazazi na walimu, epuka marafiki wanaokushinikiza kufanya mambo mabaya. Kubwa zaidi, muombe Mungu akupe marafiki wazuri. Maana anayekupa marafiki wazuri ni Mungu pekee. Lakini kuwa kwa kusoma Biblia, kitabu kile cha Mithali 13:20 inasema, tembea na wenye hekima nawe utakuwa na hekima. Haleluya! Basi mimi nashukuru sana kwa wangu wazuri, na mpaka kufikia hapo mimi nimefikia mwisho. Nirudishe maiki hii kwa mwalimu aweze kutufungia darasa letu kwa siku leo. Nashukuru sana mzazi ambaye ulikuwa unasikiliza kupitia 97.1 Rise FM Radio, na kwa siku hii ya leo tulikuwa na wakati mzuri kabisa katika kanisa zuri la Lango la Baraka. Karibu sana mwalimu. Tunakushukuru sana mtangazaji wetu, mwalimu wa watoto wa Kusavi. Na mimi jamani, tumefurahi sije ni Kusavi, tunakukaribisha sana. Karibu sana kanisa letu sasa hivi na mtu wa BCC kutoka kwenye Lango la Baraka. Sasa yetu wa BCC na mimi ametumiza atakapokuja sisi tunakushauri karibu. Ni wa BCC Church. Sasa Mungu awabariki sana, karibu sana.